السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السبع سماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليل، بلغ رسالة وعاد الأمانة. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيل بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا إخوة المسلمين والمسلمات، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بنفسي تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وعند الأمر إليكم حبل الحبشين. بعدكم اذكروا رب العزة وجلال، بعدكم اذكروا الله سبحانه وتعالى. Yeye alizoziumba mbingu saba na ardhi saba, utukufu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, ametukuka na kila kitu. Lakini kwa moyo wangu natamka kwa ulimi wangu ya kwamba hamna mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki illa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye hakuzaa wala kuzaliwa, ambaye hana mfano wake, hana mtoto
wala hana badala yake katika uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na shahidi ya kwamba Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kana nabiyullah wa rasulullah, ya kwamba mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na rehema na amani za Mwenyezi Mungu zimwendee mtume wake pamoja na maswahaba wake na watu wa nyumbani kwake. Rehema na maghfira zake Allah subhanahu wa ta'ala viwendee wao wote, Allahumma amin. Ya ikhwat muslimin wal muslimat, enyi ndugu zangu Waislamu na nyewe Waislamu wanawake wa kike, jambo la kwanza naihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuweza kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man ataa Allah wa taa, kwa hakika wale watakayemcha Allah na kumwogopa, hao ndio watakayefaulu duniani na akhira. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah, nawaombeni mnasibe nyoyo zenu na akili zenu, msiwe na mawazo ya nje, akina mawazo na masikio hapa karibu. Kwa dakika chache kwenye hutuba yangu muweze kunifuata kwa umakini sana, uweze ukapata faida kwa haya machache nataka kuyazungumzia kwa muda kwenye hutuba. Na mada yetu siku si ya mambo, bali naichunguza ya hadithi, maneno matukufu yalitoka kwenye kinywa kitukufu, kinywa tahara, kinywa cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hutuba yangu inabeba kichwa kinasema hivi: dhambi moja yenye hatari, dhambi moja yenye hatari kuweza kuharibu mema ya binadamu. Dhambi moja binadamu anayoifanya, hiyo dhambi inakuja kuharibu matendo ya mja anayoyafanya mema hapa duniani na kuweza kuwa sababu ya kufeli huko akhera bila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ni dhambi ya aina gani? Je, hiyo dhambi unaijua ya akhi? Hiyo dhambi unaifahamu? Unaielewa ni dhambi ya aina gani ambayo inakuja kuharibu matendo ya waja, ambayo inakuja kuharibu mema ya binadamu wanayoyafanya kwa ajili ya kuweza kuchangia kitendo hicho, kuweza kutekeleza dhambi hiyo? Inakuwa ni moja ya sababu kuu mema ya binadamu yanakuwa ni batil, yanaharibika. Ni dhambi ya aina gani ndugu yangu unaifahamu? Ewe baba unaijua, ewe kijana dhambi hiyo unaijua, ewe mama dhambi hiyo unaijua, ewe dada yangu dhambi hiyo unaijua, na kuomba ni asili masikio na akili yako, huenda ukapata faida kwenye hutuba hii. Moja kwa moja nitembelee maneno hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha alhadith yaqulu Uqbat bin Amri, hadithi maneno kutoka kwenye kinywa cha sahaba Uqbat bin Amri, mtoto wa Amri. Huyu Uqba ni moja katika masahaba, ni moja katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifunzwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliishi maisha pamoja na Mtume, alikaa vikao pamoja na Mtume, alidarasishwa na Mtume, kwenye darasa la Mtume. Uqba anatuambia dini. Uqba, Allahu akbar. Huyu Uqba siku moja anasema maneno haya yafuatayo: Uqba anasema kwa kumuuliza Bwana Mtume, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, maana ya Rasulullah. Uqba anamuuliza Mtume, ewe Mtume, ni kitu gani naweza kukifanya ili niweze kufaulu? Ni jambo gani naweza kulitekeleza, naweza kulifanya ili iwe ni sababu ya mimi Uqba
kufaulu ya Rasulullah? Maana dhati ya Rasulullah, ni amali gani naweza kuifanya nikiitekeleza kuifanya? Ni moja ya vitu vilivyokuwa kuweza kufaulu duniani na huko akhera yake Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuuliza swali hilo, Ukba hakuishia hapo, akaendelea kusema ayyuma asbab an-najat, au ni mambo gani yanaweza yakawa ni sababu mimi kuyafanya matendo hayo, nikiyafanya itakuwa ni sababu ya mimi kuweza kufaulu ya Rasulullah? Ni mambo gani nikiyafanya yatakuwa ni sababu mimi kuweza kufaulu duniani na akhera, fi dunya wal akhirah ya Rasulullah? Ni mambo gani? Qala Nabiyullah sallallahu alayhi wasallam bil lisan salihah, wa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam anamjibu sahaba, anamjibu Ukba baada ya kumuuliza ya Rasulullah, ni mambo gani au ni kitendo gani naweza kukifanya iwe ni sababu ya mimi kufaulu, iwe ni sababu ya mimi kuwa mbali na adhabu zake Allah, au ni matendo gani naweza kuishi naye kuweza kuyatekeleza, nikiyafanya itakuwa ni moja sababu kuu mimi kuweza kufaulu duniani na akhera ya Rasulullah. Faqala Nabiyullah Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamwambia Mtume, ya Ukba, ewe Ukba, imsak lisanak, imsak lisanak. Allahu akbar, Allahu akbar. Mtume anamwambia Ukba, ya Ukba, ewe Ukba, imsak lisanaka, chunga ulimi wako, linda ulimi wako, utunge ulimi wako, wao utafaulu duniani na akhera. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Sikia Mtume majibu machache, wala Mtume hakupata taabu kuweza kujibu swali la Ukba, bali alimjibu katika maneno mafupi madogo. Anamwambia imsafisha ya Ukba, chunga ulimi wako, ulinde ulimi wako, wa ahfadh lisanaka, hifadhi ulimi wako, ulimi uhifadhi, mdomo wako uhifadhi, ulinde. Allahu akbar. Baada ya hapo ndio Mtume akaendelea kumwambia Ukba, ai kumfa lisanaka wahfadhuhu an qawl sharri ila alqawl salih. Anamwambia Ukba, au mdomo wako ufunge, usifungue kinywa, funga mdomo wako usiseme isipokuwa maneno mazuri, usiongee yaliyokuwa ya shari. Utafaulu. Jilinde na kuzungumza maneno mabaya yenye shari ndani yako, isipokuwa ukiongea zungumza maneno mema mazuri. Jilinde mdomo wako kuzungumza maneno yenye shari, kuweza kuleta vurugu ndani ya watu, kuweza kuleta vitimbi ndani ya watu, kuweza kuleta fitna kati ya mtu na mwenzie, ndugu na mwingine, rafiki na ndugu yake, kuweza kuletea chochoro, kuweza kuletea fitna, iwe ni sababu ya wao kugombana kwa sababu ya neno unalozungumza, kwa sababu ya kauli unayozungumza kutoka kwenye mdomo wako. Kumfa lisanak, bana mdomo wako funga mdomo wako. Hii ndio njia ya wewe kuweza kufaulu. Swali linakuja, naelekeza swali kwenu wa ndugu zangu Waislamu na nyinyi wakina mama, hususan nyinyi wakina mama na wadada. Dhambi hili la kuweza kulinda ulimi, imsak lisanak, kuweza kuzuia ulimi wako uweze kufaulu na kuweza kufunga mdomo wako kuzungumza yaliyo shari,
isipokuwa maneno mazuri mema kwa kina mama. Hii dhambi inawavaa, ili dhambi inawavaa kina mama, na ni tabu kubwa sana kwao. Kila mama uwaji sana, na wakina dada uwaji, minua yao midomo yao wazi, ndimi zao kuonyesha kila kenye anaona ni kuzungumza, kiwe chenye kashari au tahiri, lazima tukaongea, lazima tukaongea. Haweza kasalimika, haweza kapata usalama mama baada ya kuona jambo aikae kimya. Kuweza kuona kitendo kimefanywa na watu au na mtu aweze kunyamaza, aweze kujikausha, lazima tuwe tuzungumza. Unasalia mdomo unamwacha, lazima tuongee. Hata na mwenye anatoka ndani ya nyumba akisema huyu anatoka kuzidi, huyu anataka kufanya vitu vibaya wenyewe na wetu, na maadamu hakuona macho yake, ila nasipitisha huyu kazini baada ya kuona Omar na Aisha wanatoka ndani ya nyumba mawili, mama baada ya kuyaona atasipitisha kama wazidi. Na wakati jambo hilo kuona, na hii ni tabu, shida sana katika ukina mama, ni shida sana katika upande wa kina mama na wadada zetu. Mdomo wetu inatusumbua sana, midomo yetu inatusumbua, ndimi zetu zinaongea kila kenye unaona, kila kenye unasikia. Hauna ukweli ndani yao wala habari kamili ndani yake, lakini unazungumza na unakubalisha jambo hilo. Ndugu yangu, tunaharibu maneno yetu, tunaharibu harakati zetu njema tunazozifanya zinamridhisha Allah, kwa kushindwa kuhifadhi ndimi zetu, kwa kushindwa kuzizuia midomo yetu. Tunazungumza kila kitu, tunasema kila kitu, kiwe cha shari tunaongea, kiwe cha vurugu tunaongea, kuleta fitna ndani ya jamii tunaongea, kuweza kuleta fitna kati ya mume na mke tunaingiza, tunasababisha mwanamke fulani kuachika anaelekea kwao. Kwa sababu hivi mdomo, sababu hivi ulimi unasababisha mwanaume anamkasirikia mume wake, kwa sababu maneno nimwambia baba fulani, mke wako kadha wa kadha, kadha wa kila. Ndugu yangu, kadha wa kila ndani ya dini haina nafasi kabisa. Ili kadha wa kila nimesema, alisema ndani ya dini huyu utesi. Wakina mama wanateta sana, dhambi na utesi, kuteta, wakina mama kuteta, wakina dada kuteta. Nyie mnateta sana, iwe jioni mnateta, iwe mchana mnateta, iwe katika mema mnateta, iwe katika shari mnateta, yani kila muda mnateta. Unazidi kuteta ni ibada katika upande wa kina mama. Kuteta utesi utazalia kama ni ibada, Mwenyezi Mungu anachukia kwa kama ni faradhi kuanza kutekeleza, ni lazima wafanye tu, wakati sio ibada, bali kinyume chake ni dhambi, ni kumwasi Allah. Wakina mama wanateta, utesi umewavaa. Unaona amevaa hijabu, kavu nzuri, ikawa mitiego, lakini hii dhambi na utesi wallahi mfaa. Halipiti kuteta mwezini. Hii dhambi ya utesi, nataka nikwambie mama yangu, dada yangu, nisikize. Ukiwa na tabia mwenendo wa kuteta, kuweza kuzungumza mwenzako na kusema hamko pamoja, uko pamoja na marafiki zako, unamzungumzia mwenzio, hamko pamoja naye, iwe kwa yenye anafanya au unamshuhudia uongo, maadamu hamko pamoja, unamsema. Dini ya Uislamu imekuzuia kuweza kusema mwenzako wakati ambapo pamoja naye. Dini ya Uislamu inakukataza kwa kila muda, kwa kila nyanja, kuweza kumzungumza ndugu yako ambapo pamoja naye. Huu ni utesi tena mkubwa, hadi Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, Mwenyezi Mungu anazungumza maneno makubwa sana. Tumefika katika daraja ya kumzungumza mwenzako ambao pamoja ni kama vile unamla nyama amekufa.
Mtu anakufa tunamzika, alafu unaenda kuchukua mwili wake unamla ile nyama ya mnyama kufa. Nani ataweza kula nyama ya mfu? Nani ataweza kula nyama ya mfu? Lakini leo kina mama na wadada zetu wanaweza, kwa kuweza kuwateta wenzao, kwa kuweza kuwazungumza wenzao wakati wao pamoja nao. Mfano wake Mwenyezi Mungu anazungumza ndani ya Qur'ani katika sura Al-Hujurat aya 12. Sura Al-Hujurat aya 12, kumzungumza mwenzako pamoja ni kama vile amekufa, alafu unaenda kuchukua mwili wake baada ya kumzika, unachukua ule mwili wake, sehemu ya mwili, nyama unaikula. Nani ataweza kitu? Isipokuwa mchawi. Kama wewe mchawi utaweza kitu? Utaweza kitu? Ndio mfano Mwenyezi Mungu alileta ndani ya Qur'an kwa wale wanaozungumza wenzao kwa maadama wao pamoja nao. Ni kama vile kuna muda mwingi kufa. Wakina mama wangapi wanakula miili ya wafu? Wangapi? Wangapi leo wanakula miili ya wafu? Wanasema wenzao wanawateta, hawako pamoja nao. Mmepata pia utafu tele. Wakula wenzao wameshafariki kwa sababu kuzungumza pamoja nao. Hii ni dhambi kubwa sana. Dhambi kubwa sana. Sikia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaswaumu, una shida kila mara, umeswaumu, umefunga, lakini umeshindwa kuweza kujilinda, kuweza kumsema mwenzako wakati hamko pamoja naye. Mtume anatufundisha na kuonyesha kwamba tabia au kitendo cha kuweza kumzungumza mwenzako hamko pamoja naye, manake kuteta mwenzako. Funga jinsi utakavyo, swali jinsi utakavyo, toa sadaka jinsi utakavyo, simama swala za usiku jinsi utakavyo, saidia mayatima jinsi utakavyo, lea maskini mayatima jinsi utakavyo, jinsi uwezavyo. Maadamu una tabia ya utesi, kumsengenya mwenzako, unamzungumzia hapo pamoja naye, hiyo yote inakuwa ni baadhi. Unaharibu saumu yako, unaharibu swala yako, unaharibu sadaka yako, unaharibu kiamu laili chako, unaharibu matendo yako yote mema unayoyafanya kwa sababu ya utesi kuzungumza mwenzako hapo pamoja naye. Mtume anazungumza maneno makubwa sana, maneno makubwa kwa mwanamke ambaye alimar'at allati tusalli wa tasumu wa tasaddaqu. Mwanamke ambaye tabia yake kila mara hauna swala ambayo inampita, hamna swala moja huyu mama inampita. Alfajiri anaswali, adhuhuri anaswali, alasiri anaswali, magharibi anaswali, al-isha anaswali. Baada ya kuswali sala za faradhi tena anasimama na usiku, qiyam layli, swala za usiku anaswali. Watasadaka, kisha anatoa sadaka anatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Watasumu shahri, na anafunga mwezi wa Ramadhani wa sunna, na swaumu za sunna lenishiti anaswaumu tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 15 kila mwezi anafunga hii swaumu, anaziswaumu. Kisha Mtume anasema walakin tuudhi jiranuha. Allahu akbar, Allahu akbar. Walakin tuudhi jiranuha, lakini huyu mama ambaye anaswali swala 5 vipindi vitano na anaswaumu Ramadhani na swaumu za sunna, anatia na anatoa sadaka, anafanya kila njema Mwenyezi Mungu anapenda, anatekeleza. Lakini huyu mama tuudhi jiranuha, anamuudhi jirani wake, anamkera jirani yake, anamtesa jirani yake kwa utesi, kwa kumzungumza wakati wako pamoja naye, inakuwa ni kero ya jirani. Huyu anamuudhi jirani. Mtume anasema ya Rasulullah, je, vipi kuhusu mama ya Rasulullah ambaye anaswali na anasaumu na anatoa sadaka na kiamu laili za usiku na simama ya Rasulullah na anasaidia maskini na mayatima, lakini mama tabia yake ni moja, ameshindwa na kitu kimoja, kuweza kujistiri, kuweza kujihifadhi, kitu kimoja tu,
ndio kilimshinda kuhifadhi. Jirani yake anamuudhi, jirani yake anamteta, jirani yake anamkera. Huyu mama ni kero kwa jirani, huyu mama anamuudhi jirani. Ya Rasulullah, vipi matendo ya huyu mama? Vipi amali za huyu mama? Sikia majibu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipojibu kuhusu huyu mama. Mtume anasema hiya finnar, hiya finnar, hiya finnar. Huyo mama ataingia motoni, huyo mama ataingia motoni kwa sababu tu kumuudhi jirani yake, kwa sababu tu kuanza kumzungumzia ndugu yake jirani, rafiki yake, maadamu wako pamoja naye, anamzungumzia wako pamoja. Inakuwa ni kero, unamkera ndugu yako wakati kila mtendo yafanya mema, unatekeleza sheria za Mwenyezi Mungu, lakini tu kitu kimoja kimekusumbua, kitu kimoja kimekuwa ni shida kwako, kuanza kuhifadhi, kulinda. Unamuudhi jirani, unamuudhi ndugu yako, unamkera ndugu yako, wewe ni kero kwa ndugu yako. Ndugu yako, swala zako zote zero, sadaka zako zote zero, saumu zako zote zero, visimamo vyako vya usiku zero, kulea mayatima zero, kusaidia maskini bure, yote zero. Unaangukia motoni katika moto wa jehanamu, unaingia motoni katika moto wa jehanamu kwa sababu unamuudhi jirani, kwa sababu unamteta ndugu yako. Uwe ni shida kwa ndugu yako. Hii dhambi moja inakuja kufanya batili, kila matendo yako yote yanakuwa ni sufuri, zero. Hautapata malipo mbele ya Allah isipokuwa malipo ni kuingizwa ndani ya jehanamu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ya Allah, tutie mbali na tabia hiyo na tulinde na moto wa jehanamu. Allahumma amin. Ndugu zangu, wakina mama, wadada zangu, hii dhambi ni dhambi kubwa sana. Wallahi ni dhambi kubwa. Mtume hakuishia hapo. Mtume akazungumza jambo la ziada bil maqabil, jambo lingine la ziada. Mtume akasema dhukira nabii sallallahu alaihi wasallam ay amra'atu akhar, kwa mwingine mwanamke wa aina ya pili, mwanamke wa pili, kanat qalilatu siyam wa sadaqatu walakinaha la tuudhi jiranuha. Mtume anasema jambo la ziada lingine la kufuata. Kuna wengine mama ni qalilatu siyam, anafunga ni saumu tu chache, kufunga kwake sio sana, hana saumu za sunna isipokuwa tu Ramadhani na saumu anajitahidi kwa sababu ni sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu za faradhi anazifunga Ramadhani, ila za sunna ya Rasulullah huyu mama hafungi, na sadaka zake asiyekaki anatoa mara kidogo kutoa sadaka. Lakini mama ambaye ibada chache na kutoa sadaka kwake ni kuchache, hana hata kusaidia yatima, hana hata kusaidia maskini, ana matendo tu mawili: anasali swala ya faradhi na anasaumu ya Ramadhani. Sadaka kutoa ni kuchache kwa huyu mama wa pili. Mtume wanamwambia ya Rasulullah, lakini huyu mama la tuudhi jirani yake hamuudhi, hamkeri mama jirani yake, huyu hamteti jirani yake. Huyu mama sio kero kwa jirani. Vipi ya Rasulullah kuhusu mwingine mama wa pili, yeye vipi? Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, sikia maneno tahara kutoka kwa tahara cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannati, hiya fil jannati, hiya fil jannati. Allahu akbar, Allahu akbar. Mtume anasema huyo mama wa pili ambaye somo zake ni zichache na sadaka zake ni zichache pia, hana matendo ya ziada isipokuwa
machache, ni mafinyo sana, lakini amejilinda na kujikinga kuweza kumuudhi jirani. Hamuudhi jirani, hamkeri jirani, yeye na jirani wanaishi vizuri, wana maisha mazuri na jirani, wanatembea sawa, hana kero kwa jirani, wala hamteti jirani. Ya Rasulullah, vipi kuhusu mama? Mtume anasema hiya fil jannah, huyo mama ataingia janna. Huyo ataingia katika janna, ataingizwa katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kina mama, dada zangu, hadithi mbili zina tofauti katika msemo. Badilisha historia, badilisha ukurasa wako, historia yako ibadilishe. Tabia ya utesi imewavaa ni wakina mama, tabia ya kuteta imewavaa ni wakina dada. Hata ndani ya Qur'an sura nzima Mwenyezi Mungu akaiteremsha kwa sababu ya utesi, kwa sababu ya kuteta wenzio. Mwenyezi Mungu anateremsha sura nzima, imebeba historia ya kuteta, imebeba maneno ya utesi na imebeba maneno mazito sana. Suratul Humaza, aya inateremka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaika anamwambia Mtume, baada ya watu kuteta, kuwazindishia wake wa Mtume, wakawazindishia mabaya, wakawasema vibaya, Mwenyezi Mungu anayaona. Aya inateremka inasema, wailun likulli humazatin lumasa, wailun likulli humazatin lumasa. Ole wao wenye kuzungumza wenzao, wanawasema wenzao. Mwenyezi Mungu anatoa onyo. Wailun likulli humazatin lumaza. Ole wao wale wanaowateta wenzao, wanaowasengenya wenzao wakati hawako pamoja. Mwenyezi Mungu anasema ole wenu, mtapata adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu utakufa na tabia kama hiyo. Maadamu utakufa, ukurasa wako umebeba ni utesi, historia yako ni utesi. Malaika Raqibun wa Atid wameandika katika vitabu, katika kaya za kila binadamu ana kaya yake na kitabu chake. Raqib wa Atid wameandika ukurasa wako ni kuteta wenzako, kwa sababu swala zako zimekuwa batil kwa sababu ya utesi. Swala zako zimekuwa batil kwa sababu ya utesi. Somo zako zimekuwa batil kwa sababu ya utesi. Sadaka zako zimekuwa batil kwa sababu ya utesi. Kila kitendo tukifanya kizuri kimekuwa zero batil kwa sababu ya utesi. Kuteta wenzako, ndugu yangu, ni adhabu sana kwa wenye kuteta. Siku ya Kiyama mbele ya mahakama yake Allah subhanahu wa ta'ala watapata adhabu iliyokuwa kubwa. Hii ni dhambi kubwa sana inayoharibu matendo mema ya binadamu ambao wana tabia ya utesi, kuzungumza wenzao. Kitu sana kimekuja kuwa balaa, kimekuja kuwa shida kubwa. Leo kina mama, unamwona mtu anapita, unasikia kwamba shoga, unamwona mwenzio, mwenzake anapita, alafu mwingine anamwambia shoga, unamwona mwenzio. Ndugu yangu, tayari ushateta. Unaashiria na mdomo kwa kumwonyesha mwenzako, wengine wanaashiria na kidole. Shoga, unamwona mwenzio, unaashiria na kidole. Kufa kwenye tabia hiyo, kufa na mwenendo huyo, unaingia motoni, katika moto wa jehanamu. Kufa na tabia hiyo, motoni unaingia abadan, utapata adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tabia ya utesi ni tabia mbaya, haina nafasi ndani ya dini. Unamzungumza mke wa watu, unamzungumza mume wa watu, unazungumza mtu wa watu, unamsema mtu wa watu anakipitia zake, unamsema nini? Shoga, una mwenzako, kwa nini yeye? Ndugu yangu, tumogope Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya uhai huu kuna kufa na kuelekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ole wako utakufa bila kujiandaa, bila kuwa na matendo mema, kuweza kuyalinda matendo yako na hii tabia ya utesi, huyu uroho wa utesi, huyu ugonjwa wa utesi, kuweza kuwa matendo yako mema unayoyafanya. Ndugu yangu, kesho katika kupata hasara zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu msamaha sawa na maasi yetu tunamkosea Mwenyezi Mungu kila usiku na mchana, bali na insani wala nafsihi basira. Kila mtu anajijua nafsi yake. Tumwombe Mwenyezi Mungu msamaha, kwa hakika yeye ni mwingi wa rehema, mwenye kusamehe dhambi. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafis sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ar-risalatu thaniya, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Profesa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yeye na maswahaba wake na wale watakayemfuata katika mwendo wake, na sisi tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuweza kuwa miongoni mwao, Allahumma amin. Baba yetu ya pili, marisala yetu ya pili na ipeleke katika lugha ya taifa, lugha ya Kirundi. Inyigisho yacu gira kabiri cyenye message yacu gira kabiri wa madayijari mu Kirundi ugusozera hotuba yacu ubara Islam. Iyo hotuba message igira kabiri wa madayerekeze kuba vacancy. Aba vacancy bamaze kwigendera mu karuhuko, ariko itariki ya mbere y'ukwezi kwa Ramadhan bari bamaze vacancy yabo yari yamaze kurangira, bari bamaze kwitaba ingoro za Allah subhanahu wa ta'ala. Gusari barasala alhamdulillah, ikano guhagarikisha mu gijoro barabihagarika, waswalatu tarawe nisengesho rya tarawe bararisali, ariko uraba tugeze itariki 10 zingahe basubiye kandi muri vacancy, basubiye kandi mu karuhuko, ariko hirya yejo imaniteka 27 28 bazwa kandi bongeye kandi kugaruka mu ngoro ya Allah subhanahu wa ta'ala, bazabongeye kandi kugaruka mu musigiti gukora ibadati, gukora ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Mbega bimeze kuti kwa vacancy, mbega bimeze kuti kwa abantu bafite imico nyeni, ingendo nyeni zingabesa mwaba, bimeze kuti ya Rasulullah, bimeze kuti ewe mwayimana muvare muislamu ngo bana kwibiri banga rimwe, tumukweze kwerana kwa Ramadhan, tumukweze kimigisha kwa Ramadhan, aho mwayimana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama atubwira atakum shahrul mubarak, atinazwe n'ukwezi kimigisha, ukwezi kumiheza kilo kugera mwayimana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama arabanda yatujati fa'arada alaykumus siyam, atuiteka Allah yabategetse kuri mwebwe ukwisonzesha, yabategetse kuri mwebwe ukwizibira. Rasul sallallahu alayhi wa sallama atarabanda tugirati man qama ramadanan imanan wa ihtisaba, atubya munazohagarika isengesho yiwe ya nijoro, isengesho y'ijoro, salatu tarawih akayihagarika, akaisali, akaitanguranya na imamu, akasozanya na imamu, afite imanan, afite kwemera, waktisaban, afite umuzirikanya kuzo muheba ruiteka Allah, asenga kuga Allah, ahagarara kuga Allah, atariga ahagarara kubera abantu, ahubwo ahagarara kuiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umbinwa imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi, atiyo mugaragu wa Allah, uyo mushumba wa Allah, imani ramuhari bidya byose yakoze mu mwaka uheze, mu mwaka wa 2025. Imani ramuhari bidya byawe, ariko raba ino musitari tugezeko, raba isengesho ryatawe ni safa imwe n'igice, isafa zibiri mu gihe amatariki ya mbere ya Ramadhan yari safa 6. Mbega zijya zindi bajya abantu bagiye, mbega baragiye muri Tanzania, batariga aha mu Gatunguru cyangwa bagiye, ntabwo bigeze bafata safari, bari ngaha nyine. Nikibyemeza ko bari ngaha, uzobabona hari isengesho rya saa 12 isafa abari 5, igeze saa moya zisigariza zindi 2, igeze kwitarawe zisigariza zindi 2, kubera iki 12 baza baba kuye 12 baba baje gusari kubera iftar, baba baje gusenga kubera iftar, baba baje gusari kubera iftar, nabo baje gusenga kubwa Allah,
baje kugakora ifutari ariko abasenga kubwa Allah babandanya amasengesho yabo atanu abasenga kubwa Allah n'isengesho rya tarawih bararisinga ariko abandi batarigendera maskini ya Mungu ndabanda kubyiza kuri muvandimwe wowe urasari kugakora ukwezi kwa Ramadhan hada ashraku billah hada ashraku billah wowe uri kurabanyika y'ubiteka Allah n'ukwezi kwa Ramadhan wowe ndagutinya Imana aho gutinya Ramadhan wowe uri kuraza gusari 12 kuko kuronka gafutari kumbure agasari nikagutambuke agasari kubuteni ibiharage nikagutambuke wewe iyo sengesho ikoze kuva kubera ifutari nta musenzi kuva Allah subhanahu wa ta'ala nawe uri mu mugwi w'abantu babakanije Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uri mu mugwi w'abantu babakanije Allah bariko barabanikanye Imana yabo kuri wa munsi naruka imbere ya Allah wewe nagasupari muzoja hamwe wewe nurya senga Yesu n'Imana yiwe muzoja hamwe kuko wewe ntabwo wigeze utinya Allah watinya ukwezi kwa Ramadhan kuko wewe ntabwo wigeze utinya Allah ntabwo wabikoze kubwa Allah wabikoze kubwo kubera agasahani kibara nikagutambuke agasahani kumuceri kagutambuke ntabwo wabikoze min Allah ntabwo wabikoze kubwa Allah subhanahu wa ta'ala muvandimwe ufite akaga kadasanzwe ufite ikibazo kidasanzwe umviriza amajyana Imana avuze muri Qur'an abantu babanyikanye Imana muri inzira zitandukanye Imana ivuga ati inna Allah la yaghfiru an yushraka biha wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Imana izoharira umuntu yafanye icyaha cyo kuyibangikanya wayibanje wabanze Imana mu kwezi kwa Ramadhan wabanze Imana n'ifutari za saa 12 ubanze Imana kugokora agasahani kumuceri ubanze Imana kugokora Ramadhan ati we wafanye ingendo nyiyi imikorere nyiyi ati Imana gizigere kuharira walakin Imana irashobora kuharira ibindi byaha wafanye icyaha cya zina wafanye icyaha cy'ububeshi ukwiba Imana irashobora kumuharira ibindi byaha walakin ariko wafanye icyaha cya shirki cyo kuharira Imana nicyo cyose ntabwo Imana izomuharira uyu muntu kuko Imana arahejeje gucikeze Imana yavuze ati wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ati nihaze hasengwe ikindi kintu nihaze hatingwe ikindi kintu usibye illa iyyahu kirese jewe urahimana yanyu muze musenge kandi muze murinde mukore ibintu kubwanje mukore ibikorwa cyane ibadati kubwanje muze ukore umurimo runaka kuko kubera ikintu runaka cyangwa kuko kubera gutinya ikintu runaka ariko ababeshamu benshi ino munsi bamaze kwambara ubucafu bamaze kwambara imico mibi bamaze kwambara ingendo mbi ino minsi misigi twayihunze amasengesho twayahunze tugaragara 12 ariko maskini ya Mungu mubu twogira gusa akagere kamwe 12 tukareka gutanga umuceri tukaza kutanga saa moya baada swala tarawih tukatangariza abantu yuko hari nakanyama hari umuceri nakanyama wallahi musigiti wo kunzura yo munsi buza gusari wo kunzura cyo guca bibaza bavuye mbega baje kugukubereki nabo baje kugukwira gusari nabo baje kuga Allah baje kugukwira gasahari kumusheri n'inyama bumvise niko kabazanye nagari Allah subhanahu wa ta'ala nagari ibada yabazanye abesalamu rero imitima yanyu ni murabwenge ubwenge bwanyu ni bubi ubwenge bwanyu kuze mu bupfu ku munsi imbere ya Allah muzuru nyiri hano bingana n'ubududu bwanyu imbere ya Allah muzuru nyiri hano bingana n'ubupfu bwanyu raba abasigaye munsi giti wallah ni qalilu min ibadik ni bake mu bagaragu ba Allah ni bake mu bashumba ba Allah ni bakenya walakin akthar dhahabu ariko benshi baragiye ya abuduna shahru Ramadan walakin la ya'budu rabbak abo basengu kwezi kwa Ramadan nabo basengu ora Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'budu shahra Ramadan nuriya munazo basengu kwezi kwa Ramadan faqad ashraku billah na yako wazikubanikanya Allah subhanahu wa ta'ala nuriya munazo basengu Ramadan kuko kubereka sani kumuceri na kinyama na yako wazikubanikanya Allah imbere ya Allah uzonyi ibihano bibabaza imbere ya Allah uzonyi ibihano bidasanzwe kuvandimye ndakuburira je niburira
tureke konona imitima yacu, tureke konona ibikorwa byacu, tureke konona amafungo yacu, tureke konona isadaka zacu kuko kubera gukora ibintu mu bujuju, tureke kuvanga mu kutamenya mu bikorwa, tureke kuvangamo ubwenge bwacu ku mategeko ya Mwenyezi Mungu, tureke kuvangamo amaranga mutima ku mategeko Imana yadutegetse, tureke kuvangamo ibishobisho mu migenzo y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tahura urya aza kubiruka Imana yategetse, nanyeka uyu arahemukiye umushawiwe, uyahemukiye umushawiwe no kumusimeruka turonye ibihano bingana no guhemuka kwiwe, no kumusimeruka azoronye ibihano bingana no guhemuka kwe, azoronye ibihano bingana no kugabitanya kwiwe no kutuba kwiwe. Muvandimwe ndakuburiye, wa mugabo ndakuburiye, wa musore we ndakuburiye, wa mukenyezi we ndakuburiye, wa mumi we ndakuburiye, dutinye Allah imbori yaje ya nyuma. Wasabiqu ila maghfira min rabbikum, na handi dukwiye kwirukira. Wasabiqu mukimana bivuze muri Qur'ani fi surati al-Hadid, surati al-Hadid Imana tujati wasabiqu ila maghfirati min rabbikum, atimukanira kuwiteka Allah kuona Imana yaje mukushakiki imbabazi kigongo kivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twambaye ubucafu bwishi, twambaye kugabitanya kudasanzwe, twambaye kutumva kwishi, tugendera ku maranga mutima, tugendera ku bishobisho, turi mu mafungo aho tugo misi idasanzwe, imisi yejejwe, imisi myeranda, imisi idasanzwe, ijoro ukarihunga gukora ibada mw'ijoro mu gihe iri joro Imana yajaje urukuru udasanzwe inwa Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tugira ati min kulli laylati shahr Ramadan, ati buri joro ry'ukwezi kwa Ramadan, ati witeka Allah arakura bamwe mu bagaragu biwe, mu bashumba biwe, babandi bari bamaze kwandika ku liste y'abazoja mu muriro udahera wa Jahannama. Imana ikavuga ati Abdallah, Umar, Yusuf, Khadija, Aisha, abana bashumba banje bari ku rutonde y'abazoja mu muriro, walakin al-yawma, ariko guhera no munsi kuko kubera ko bakora ibada ku bwanje, bakora amafuno ku bwanje, bagahagarara ku bwanje, barasabye imbabazi, bariko barasaba ijuru, bariko barasaba ashire ku muriro. Imana ikabati fulani kana bakure ku liste y'urutonde rw'abazoja mu muriro. Imana ikabukura kuri urwo rutonde, ariko raba itarawe wamaze kuyihunga, ariko raba itarawe wamaze kuyikwepa, ariko raba abandi n'imifuko yacu twamaze kuyifata, twamaze gushirako n'amagufuri, nitugishaka gutanga iswadaka. Muvandimwe uriko wihombya, dusigaranye iminsi mikenya. Wewe utazokora igikorwa kiza mu kwezi kwa Ramadani, aho umugaraga koze igikorwa kiza muri Ramadani agihemberwa icuro n'icuro, wowe ukaza kugikora inyuma ya Ramadani, uzoba wihombeye. Imana iraduhereza inkuru nziza, Imana iraduhereza inkuru nziza aho yavuze ati iyo Ramadani nagara ya mbere nagara y'imyaka yose, iyo Ramadani nagara umwaka wose muzokama muri Ramadani, walakin ayaman, Imana tugira ati ni ayaman ma'duda, ati ni misi haruritse, ni ayaman ma'duda. Wewe subiza ukuguru kwawe inyuma, subiza ukurenge kwawe inyuma, subira inyuma. Uko subira inyuma, Ramadhani itera yegera imbere, inasonga mbele, inaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ejo zikangura umma tukubwira ati ejo ni Eid, ejo mu gatondo turasengera Eid. Ramadhani yarangiye, uragowe muntu warose amahirwe yo kwisondesha Ramadhani ikagusanga uri muzima ufise amagara meza, ugasara ukisonzesha, ariko nuko ibikorwa bishimisha Allah, nubonye imbabazi, nubonye impuhwe za Allah, nubonye imigisha y'Uwiteka Allah, kandi warose ukwezi kwa Ramadhani. Menya neza ko hari abandi bifuza iyi Ramadhani yuko bofunga bagasari, ariko Imana ntabwo yabemereye, ntabwo yabakunda icyo kintu. Itariki ya mbere yarinjiye ya Ramadhani tuyisonzesha, nabo wababereye itariki ya mbere kuryama mu nda y'isi, bajya ku manda twagiye kubaha mu bagenzi bacu, abese mu bagenzi bacu
ntabwo byakunze ko bisonzesha. Hari abandi tariki ya mbere yinjiye ntabwo bakwita baje ari ku manda, ariko bari mu bitaro bamanitse amaguru, ubwenge bwabo ntabwo buri ku gihe, baramaze gusara, baraparanganye. Abandi indwara bemerera yuko bisonzesha cyangwa basari kuva kubera amagara make. Uwo ufise amagara meza, ufite ubwenge, Imana yarakunze bunze, irakuzigama, iragucagura mu bashumba bayo, ariko uranga umunsi wamaze kunebwa, wamaze kunebukirwa, wamaze kunebwa, wananiwe, wamaze guhunga. Abandi ati mbega Ramadani izohera ryari, abandi ati mbega iragizoba ryari. Mu gihe abashumba badutangira hambere bo bifuza ko bokwama muri Ramadani ibihe byose, ariko nje nawe Ramadani yamaze kutubera menga n'ibihano. Kandi Ramadani ntabwo ari ibihano, Ramadani ni ibada. Laisa al-adhab walakin al-ibadat min Allah. Ramadani ntabwo ari ibihano muvandimwe, Ramadani ni ibada ikomoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ndashikanye ubutumwa, ndashikanye message Allah uritabona hagati yanje n'abashumba bawe mu gatondo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودامنا داء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وقامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Gori ngombe yacu zimisengesho n'ibya nyuma usanga sashiri gafite cya kwicisha Allah subhanahu wa ta'ala.